Hii ni michezo kwa mara nyingine tena, wapenzi wa Chapesa Media. Tunawaletea habari za michezo zilizojiri jana katika viwanja vya mbalimbali, ukianzia kule kwa Jemedari JKT pamoja na Simba Sports Club pale Benjamin William Mkapa, mtanange ulioishia Simba kushinda goli 3-0 dhidi ya Namungo FC. Nini kilifanyika? Mchezo ulikuwa namna gani? Mbinu zipi ziliweza kumshinda bwana kocha Guardiola Mnene? Mtapata hapa habari zenu kupitia Chapesa Media, na tunawakumbusha kwa wale msio subscribe, huu ndo muda sahihi kwa upande wenu muweze kusubscribe kupata habari za kimichezo na burudani. Nipo tena na mzee wangu mzee Saidi, kila kukicha tunatoa nyundo kwa nyundo. Leo anafurahi, lakini japokuwa hajakula uzi wake, jana aliniambia ndio uashiria wa kuonekana Simba bingwa. Kala leo kaamua kunipigia shati la pundamilia hizi. Shati la pundamilia zebra. Na mimi nataka nikuulize, kwani pundamilia anaitwaje kwa Kiingereza? Kwanza ulikuwa mjui? Sasa si lazima zebra, unaenda tu barabarani unasimama pale. Unauliza hapa panaitwaje, watakwambia zebra ndio pundamilia huyu. Ile zebra sio wa Tanzania. Sasa si vitu hivi. Vinatoka nje? Vinatoka Ulaya hivi. Kama kawaida yako. Mimi navaa vitu vya Ulaya bwana. Hata na wenyewe jamaa wa serikali na wenyewe wameleta Ulaya. Tunafanana. Tunafanana jezi sasa hivi. Jezi yenye quality, lakini wao hawaswap, wao wanaswap magoli. Majinga wale wewe. Yanga wana swap kupitia kwenye simu. Mimi na swap jezi, wao wanaswap magoli. Ani mimi wananikela. Kuswap, sio kuskani, kuswap. Si ndio huko kuswap kwenye magoli. Wana swap wale. Kwani kuswap na kuskani ni vitu viwili tofauti. Kuswap. Wanyamwezi huyo mpaka kupianta. Kupianta, yani ukifanya hivi unafiagia, unafuta. Sasa kwa Kinyamwezi wanasema kupianta. Anguni na simu ya kupianta. Wewe tulia. Hicho Kimarekani kaka. Hakuna lugha ngumu kama ile duniani. Wao unafanya mchezo na Kinyamwezi ni. Wewe ukiongea Kinyamwezi wewe mwanaume. Lugha sio lugha ya kukandamiza ile lugha ya laini. Ile ndio mnatakiwa muongee kwa baba. Huyo Msukuma. Waulize wenyewe watakwambia. Lugha ya Kinyamwezi lugha laini. Lugha ya kumbembeleza mtu. Kama Kiindi. Bwana tena usikate. Mwalimu Nyerere alifika pale Tabora alipomzika, alipikiwa sansa. Chini kipo kamwipolu. Unakajua wewe? Nenda wewe. Ukila kwa akamungu urudi kwenu Tanga wewe. Mama yangu mzazi. Unafikiri masiala? Na usifute hii waende waione wenyewe Wanyamwezi. Ukila urudi kwenu Tanga. Mwinyi aliuliza mara mbili, aliyepika mboga hii yuko wapi? Kaja kufungua benki ya Manyoni pale. Mama anatokea, mama mmoja mwingi sana, yani anatokea Sibonge. Unaitwa na mheshimiwa rais, mama anatokea hapa. Sasa ile ya viungo maua maziwa? Maziwa. Hiyo inapikwa na karanga. Afu karanga juu unaweza kusema imepoa. Peleka tonga afu peleka kwenye ulimi. Ndio majibu utayakuta huko. Leta maneno. Bwana wewe kwanza utanikumbusha mimi bwana mama. Bwana maisha ya nyumbani. Sasa tuanze na hapa. Unajua leo furaha imezidi mpaka nawakumbuka Wanyamwezi wenzio. Unajua tu kulingana na siku ya jana. Utajua mwenyewe. Furaha yako imeshaingia. Leo Simba Sports. Umenyamaza. Lazima nishtuke kwanza maana sijakusikia. Bwana Simba wameshinda, jamaa mmoja akisema tunawataka Yanga. Wewe ishi hapo kelele. Unamtaka nani? Ushindi wa jana? Eti anamtaka Yanga. Acha Mungu. Watu wamefika. Wewe babu ushindi la babu. Simba wanamtaka Yanga. Nakwambia sehemu ile niliyokuwa naangalia mimi nilikuwa kazini. Anakwambia yani hao sasa hivi yani hata Yanga tunawafunga. Wewe tena yani wewe mzee Saidi, wewe Yanga, nikamwambia wewe mtoto wewe. Kwa ajili ya kutoa sare kule na Mbeya. Yani wewe Yanga ametoa draw kule. Wewe na Namungo umempiga 3 ndio unasema unamtaka Yanga. Nikamwambia Yanga wanasikia, afu akishasikia wanachukua ya maneno wanawapelekea wachezaji wao. Wanasema wanawamezesha sumu. Sasa endeleeni na maneno yenu hayo. Tayari wachezaji. Tarehe 13 tena muende mkafunuke. Akanyamaza wala kimya. Sio mbali ujue. Miezi miwili sio mbali. Wewe acha. Hapo tu. Mzee Saidi, tuanze na heri mchezo wa jana pale Benjamin William Mkapa, Namungo dhidi ya timu yako Simba Sports Club. Imeibuka na ushindi wa goli 3-0. Nakumbuka na nukuu maneno ya Guardiola Mnene, alisema naenda kucheza na Simba. Najua Simba ni timu kubwa na naiheshimu pia. Na ametuheshimu sana. Na amewaheshimu pia. Yule kwambia sasa yule ndio mwalimu wa soka.
Wallahi nakwapia. Kwanza kawaheshimu Simba. Afu pili akawaachia. Kawaachia nini sasa? Mcheze wenyewe. Mimi nipunguze magoli. Kwa hiyo hakutaka na ndio maana umeona magoli yote mawili yamefungwa na madefenders wawili. Sio master. Jiulize kwa nini? Na ile mipira yote ya kufa, kona ni mpira uliokufa. Ndio. Faulo ni mpira uliokufa. Ndio. Ndio wameenda kuzitumia zile nafasi. Ila muda wote yeye alikuwa anapunguza magoli. Tusiwashambulie, hawa kinasa wanatuua. Takula nyingi hapa. Kwa hiyo angefunguka yule alikuwa anakula hata 5. Ndio nakwambia. Afu jana mimi nitaka nikwambie Yanga anashinda, Simba anashinda goli 3. Nikaona kaona hapa nitakuja kuambiwa Mbeya huyu mzee anajuaje? Mimi nikaona ngoja ninyamaze. Ndio wako ananiambia tusubiri baada ya mchezo kwanza. Nikamwambia subiri mchezo dakika 90. Watasema mzee anatembeaga na matokeo yule. Nikaona ngoja ninyamaze. Kwa hiyo jana ndio maana umeona madefenders wote wamekwenda magoli mawili yamefungwa kwa sababu ya mipira ya kufa. Kwa nini mipira ya kufa? Muda mwingi Wanamungo alikuwa anazuia. Akitoka akipokonywa hawaji. Goli moja tu la mwisho ndio wamefungua move baada ya kuchoka. Na ni kosa moja mwalimu kamaliza. Kosa moja? Mwalimu kamaliza. Na kosa lile na mimi nilikuwa nimekaa pale naangalia mpira ule. Nikaambia nyie mnaliona lile pale lile sasa hivi linatupa goli lile. Mwalimu huyo. Beki la Namungo. Lisiotumia akili lile lenyewe kazi kukumba tu. Limemkanyaga mpanzu mpaka mpanzu wa watu wamemtoa. Kwa hiyo baada ya kucheza mpira anacheza miguu ya watu. Basi. Na niliwaambia mimi yule lazima atatupa goli. Lazima atatupa goli. Na katoa goli kweli. Sasa Mzee Saidi, Guardiola mnene Simba anaifahamu vya kutosha. Ndio. Japokuwa wachezaji wale ni wapya, lakini kwa udhoefu aliokuwa nao Simba na imani alikuwa anaifahamu baadhi ya mbinu za kimchezo. Yeye hasa ni wapi ambapo alipozidiwa mbinu za kimchezo? Yule hajazidiwa mbinu za kimchezo. Kilichomhukumu ni quality. Quality ya wachezaji wao. Wa quality ya wachezaji wa Simba na quality ya wachezaji wa Namungo. Quality ndio imemzuia. Sasa mfano wewe mchukulie kama yule nani yule? Yule golikipa wa Namungo nani yule? Na anaitwa nani yule? Sijajua anaitwa. Ndo Manza, si ndo na Manzani sijui majina ya ajabu. Hata wewe kaanza kudaka mpira lini? Kila siku wanampanga huyo unategemea nini? Ambadilishi yule Metacha wamemchukua huyo. Sasa wewe Metacha na yule utaenda kumfananisha? Metacha kaona ujinga pale kaondoka. Haya angalia mafulubeki wote. Nini wale mabeki wa katikati wale? Wote wametoka yani ni watu ambao mipira yao inafanana. Kwa hiyo huwezi kumfananisha mchezaji wa Simba au wa Yanga quality yake. Na hata kama wanakutana na Yanga pale wanakula nyingi tu za uso. Kwa sababu ya quality ndio imemuumbua nani Guardiola. Lakini yeye alisema mimi nakwenda kukutana na Simba. Mzee nampenda sana yule. Naenda kukutana na Simba. Na ndio mwalimu wa kwanza anakwambia ukimuona mtu anakwambia haki ya Mungu na mtume mimi mtu wa mpira mkatae hapo hapo. Anayejiapizia. Haki ya Mungu na mtume mimi mtu wa mpira. Neno kubwa sana Guardiola analiongea hilo. Mfikirie kwa nini anaapa? Mimi mtu wa mpira, kuna mtu wa mpira? Hakuna. Na kuna watu wengine wanakuta barabarani, mimi mtu wa mpira wewe. Wewe unajazwa upepo wewe mpaka useme wewe mtu wa mpira. Umekuwa mpira. Sema wewe unaujua mpira. Ufahamu vya kutosha. Na ufahamu mpira kwa kuutazama. Kuna mwingine anaufahamu kwa kuutazama. Kuna mwingine anaufahamu kwa mpira wenyewe ulikuwa unamuogopa. Mpira? Ulikuwa unamuogopa kwenye kucheza. Sasa kumbe kama huyo Mgunda si aliharibu sherehe ya Simba. Mwaka gani? Sijui ilikuwa mwaka gani ile. Aliharibu sherehe ya Simba. Mgunda na maana yule. Aliwapopoa goli la nje 18. Alikuwepo kuna golikipa mmoja anaitwa Makenzi Ramazani. Taacha nikukumbushe mambo ya zamani mdogo wangu, achana na hiyo habari. Leta pati zote zijue sasa Mzee. Hiyo Makenzi Ramazani. Alikuwa anasimama kama Thomas Nkono golikipa. Ndiko alikuwa anacheza namba ngapi? Timu gani? Anacheza Simba, yuko Costi. Huyo Mgunda yupo Costi kipindi hiko. Unaambiwa wale wamecheza ligi yote Simba hawajafungwa. Wameshatangaza ubingwa.
Pilau anataka kwenda kuilia Tanga kwa wagosi, kaja leo, hataki kuondoka. Wajareo ondoka leo. Yeye alikawa Simba Mgunda akasema mimi nawawekeni nyie. Haki ya pamoja. Nasema nyie, alusemga mbanye. Mimi lazima mimi lazima niwandime mie. Na akatudima kweli. Mzee Saidi yule usiompenda, usiomtaka amewaka, na ndio mwanzo wa kukuletea matumaini na furaha siku ya jana. Unayemsema simpendi, watu ndio wameanza kumpa maua yake. Wanasema Messi karudi. Messi wapi bwana wewe? Messi nani? Mode wa Messi ni nani? Nani huyo? Budo. Nani? Hivi bwana siku kote mimi huwezi kunitoa kwenye reli hata siku moja. Bado wewe kwenye mpira. Wewe umemwona yule mtoto Morris bwana wewe? Yaani yule ndio part 2 ya yule mchezaji waliomuuza kule Misri. Mzee Saidi bado kiwango chake Budo kukimbia hata mimi sinakimbia. Wote alikuwa yeye. Sawa. Atengeneza goli sawa. Yote yote nakubali. Si ndio kazi yake? Mpe maua yake. Sasa nimpe maua gani? Nimpe maua atengeneze vile tuwafunge Yanga. Wewe vipi bwana wewe? Mimi nakaa kila siku naumiza kichwa nitamfunga lini Yanga? Wewe unachohitaji maua angetengeza zidi ya Yanga. Afanye vurugu zile Yanga. Inatoka jezi yote nyeusi na udongo. Toka jezi nyekundu vile vile hata kuchafuka. Unamwona yule mtoto jana anatoka? Morsi. Mpe heshima yake yule mtoto. Nani kenda kumkumbatia? Na nikianza kuwasifia watamuondoa. Ngoja tuache. Nikianza kumsifia sasa hivi yule mtoto Morsi. Aka Mungu anamuondoa, anampeleka kwa mkopo. Kama umemuondoa Mavambo utashindwa kumuondoa Morsi? Mavambo sinambia kiwango kiliisha. Nani amekudanganya? Haya, na yule naye alienda kule na sasa hivi anacheza ligi ya Mbida. Na kiwango kimeisha. Yes, ana kilo 120 nzito. Nyinyi acheni mambo hayo. Nzito kugeuka. Mimi yule mtoto nikianza kumsifia sasa hivi wanamuondoa. Naogopa hata kuwasifia wachezaji wa Simba. Na Budo. Budo alioifanya jana ndio mwanzilisho kukupa furaha bwana. Mimi sijakataa. Ndio kazi yake kutupa sisi furaha. Kwani vile vile. Afu mimi kwanza ningekuwa kiongozi wa Simba ningewaambia wanyoe wote bleach wale. Hata wewe majitu ya Yanga unasikia anavyosema. Anasema amenitengeneza bleach wanamuiga hapa zwa yule zwa yule. Kwa hiyo Budo wewe mimi nakwambia yancheze huwa pamoja na mimi ningekuwa niko kwenye benchi la ufundi ningefika pale hivi nywele kwa Kiingereza zinaitwaje? Sijui sponsini. Nywele kwa Kiingereza ina jina lake inaitwa sponsini. Ningewaambia sponsini kunyoa. Fanya sponsini kunyoa. Nywele kwani zinaitwaje? Sijui pisima. Nimeuliza wakati nakuja huko nimepita darasani. Hebu nitajeni nywele zinaitwaje. Kwa ananikela na manywele yao yale. Yaani ningekuwa mimi pale nipo pale kwenye benki. Mungu ningewaambia nyoni. Kwanza nywele ndio sababu muda wengine wanajichanganya kwa sababu wamebadilisha. Wamebadilisha mwanzani. Hata wewe kama ua mpaka kama mbaya. Nywele gani? Zile yule mwingine naye yule anajiita yeye Simba. Kaka nje anacheka tu. Bado wewe subiri tu atakuja wenyewe kusema. Na hata sisemi. Haki ya Mungu wenyewe watakuja kusema. Wewe subiri tu. Mbona bado kidogo? Muda bado. Muda unakuja. Muda kidogo tu. Ila magoli 6.6. Katika mbinu za ugombanishi sasa si ndio tunaongoza ligi. Naongoza mpo kileleni mzee Said. Unaionaje hapo katika mbio hizi za vinyang'anyiro vya NBC? Jirani mlichokianzisha ni hiki au mbele mtashindwa? Jirani yangu wanne. Mtani yuko nyuma. Wanne bwana, watatu na sasa ana pointi ngapi? Ana pointi 4 na goli 3. Azamu ana pointi 4 na goli 2. Nao jamaa. Ndio Azamu. Watu wanaongea mpaka wanataka kutoboa makolomeo kwa ajili ya Azamu. Wao mnashindwa kulinda goli moja mpaka dakika 90. Wameenda kufungwa dakika 90. Jitu limeweka ndoo ya maana. Wewe yule sijui Beyadiola sijui nani yule. Yule anayesuka nywele yule kama pembe ya ng'ombe yameteremka hivi badoba sasa. Majina yenyewe tutakuja kutukana bure kwenye vyombo vya habari waseme mzee kachanganyikiwa. Padani yule JKT. Asio JKT wa Azamu. Yeye anakalili kucheza rafu tu. Achezi mpira anacheza rafu. Yule mwenzie naye akasema ndio hapa. Wewe subiri, wewe unataka kunichezea rafu. Kamkwepa kidogo. Kuja kuruka kamkosa.
Yandu moja twendeni nileteni. Mimi nilikuwa namwangalia refa tu. Sasa ngoja. Sasa mko ni shida ilikuwa nini? Ni sababu aliyokuwa ameifanya au mabeki wanacheza rafu? Yaani lile goli limepatikana kwa ujinga wa kutaka kucheza milafu. Amesi ndo nakwambia. Mzee yule naye kazeeka baba. Yupi? Yule ataondoka naye bila kuaga yule. Yule nani yule? Libenge. Kazeeka mwanangu, mashavu kama ya kwangu. Hata mimi na afadhali. Tena mwenzangu ndo na madevu ya muyo masharafa yale. Umri umeenda yule. Yule sawa na kocha yule waliomfukuza. Sasa mbona jana Azam hatujasikia? Tumtaki kocha. Sasa atakayesema nani? Timu ya mtu ile. Timu ya mtu ile. Sio timu ya watu. Timu ya Simba na Yanga ni timu za watu. Na ndio maana serikali imeingiza mikono yake pale. Nenda kaiguse Simba, iguse Yanga uone. Zina wenyewe zile. Eka sifuri. Tena sema hivi, dunia tu imebadilika ndugu yangu. Zamani watu walikuwa wanachapa bakora pale. Kuna mtu alivaa baibui kakimbia. Lundo la bakora, watu wanamsubiri atapita huku. Watu wamemvalisha baibui. Yaonekane mwanamke. Sasa kumbe sio yeye. Watu wanamsubiri anakuja, yuko wapi? Anakuja, watu wanakwambia huyu aliyotoka na baibui ndio yeye. Cheza la Yanga na Simba. Wewe. Zina wenyewe zile. Yaani tushukuru Mungu tu hapa, haya mabadiliko haya ya kidunia na nchi na nini. Ndio umeona watu wametulia na usasa huu uliokuja. Lakini zamani kuna mtu nenda pale Jangwani kaulize bwana, kuna dirisha mtu alitokea hapa. Watakwambia alitokea hapo. Sasa dirisha lenyewe alitokea hapo, mtu ana kitambi. Kwenye ule mjengo? Ule mtu alitoka pale, alikimbia. Na kitambi. Wewe unapita dirishani. Wewe Yanga waone hivi wale. Waulize si wafuate uende ukaulize. Mnawauliza nyewe, mnaenda kuuliza watoto wadogo akina Godi kina nani hawa. Watajua wapi historia ya Sasa Godi asijue historia ya Yanga na kati na yeye ni mchambuzi ni mfuatiliaji wa nenda sasa nenda mfuate, mwambie hivi Mzee Saidi anasema kuna mtu alitokea dirishani, nataka nilione hilo dirisha. Tenda kumuuliza na Solo na Kizinga. Sisi ukati tuna wadogo pale Jangwani tulikuwa tunaenda kucheza. Mimi nakaa kwa mjomba wangu Kagera Mikoloshini. Unatembea wa miguu unafika mpaka pale palikuwa pana viwanja. Watu wanafanya mazoezi kina Mohamed. Umenelewa? Kulikuwa kunafanyika mazoezi, Simba walikuwa wanafanya mazoezi pale, Yanga wanafanya mule ndani. Enzi ya kina Bakari Malima tunaenda, sisi tunawafuata kina Bakari Malima mule ndani. Wakakwambia hapa ndipo alipotokea mtu. Wanatafuta yuko wapi, watu katokea dirishani kukakimbia. Yanga. Sasa dela aliyovaa ili ajithalimishe. Ndio maana yake bakora zimerundikwa. Watu wanataka ujinga babu. Mimi nakwambia washukuru serikali hizi zimekuja zimegeuza mambo. Watu walikuwa wanachapika, wewe kiongozi wewe ueleweki, watu wanakutimbia huko. Wewe masiala Yanga na Simba wataki. Hawataki. Ila kwa Azam mtafanya vile mnavyojisikia kwa sababu ni timu ya mtu. Ya mtu. Ina mashabiki. Mashabiki wapo. Kuna mtu aliambiwa kuna mtu aliambiwa umenunuliwa kwa unga wa ngano wewe. Wewe mwanzo ulikuwa timu gani? Kanunuliwa kwa timu kanunuliwa nini? Na mfuko wa unga ngano. Si aliambiwa station pale akataka kurusha ngumi. Kaona nikamwambia dogo vipi ndio mpira wa Simba na Yanga na Azam huo. Vilabu vyetu vitoke kwenye siasa. Kadi namba 1 ya Yanga, Mwalimu Nyerere. Kadi namba 1 ya Simba. Nani waziri mkuu wa zamani nani huyu? Aliyemda mbele ya haki huyu. Wengi walienda mbele ya haki. Wangi ndio. Nani huyu mzee huyu? Kawawa. Ndio wewe utaenda kuvitoa waziri wa kwanza. Sasa waziri mkuu yule wa kwanza ndio. Zinatengenezwa Yanga na Simba wale ndio wa kwanza. Na ni nani wale? Wanasiasa. Unawatoaje wanasiasa kwenye mpira wa Tanzania? Huwezi. Katika hivi vilabu viwili vimeundwa katika njia ya siasa. Kama wajui wapite kwa wazee, waende wakawaulize. Sio wanakurupuka wanaongeongea vitu vya ajabu. Yaani hawa siasa na Yanga, siasa na Simba zitaendelea kuwemo miaka dahala. Kama Mwalimu Nyerere yupo, ameshaondoka. Kawawa yupo, ameshaondoka. Lakini viongozi wa siasa wapo kwenye Simba na Yanga. Unaenda kuwakuta wapi zaidi ya Simba na Yanga? Kina Antoni Mavundo wanapanda gari wanakuja kuiangalia Simba na Yanga, sio wana siasa wale. Lakini Ibenge ndoto yake mwaka huu Azam kuletea ubingwa. Yule naye ana ndoto ya kuletea ubingwa Azam. Kutoa draw vile. Sasa si moja mchezo. Moja. Kisa umeshinda goli 6. Basi yameisha. Watu nakimbiliaga moja ya mchezo, yameisha. Sasa nakimbilia.
Yameisha, tunyamazie hapo. Sasa nakimbilia vipi sasa? Hawezi anaweza. Nani? Ibenge. Anaweza hawezi Ibenge. Amuulize mwenzie Yusuf Dabo. Unaitika nini? Amuulize mwenzie Yusuf Dabo. Dabo, sijui nani. Yule Msenegali alikuwa anaongea kwa sababu I say come from Azam mdomo uko pale just for Senegal road was same then coming to football and can't tell me kaondoka na nguo zake nyeusi huyo. Senegal beba mabegi yake. Senegal wanapenda kuvaa nguo nyeusi. Papa Musa Ndau aongei kapelo tu. Mzee Saidi, sasa twende na swali lingine linalojiri kuhusiana na klabu yako ya jana juu ya kocha. Unastahili kwa wewe upande wako Suleiman Matola aendelee kuwa kocha mkuu au endelee kusubiria ayabaki katika nafasi ya usaidizi ya kocha mwingine? Kwa mchezo wa jana kwanza. Hiyo Yanga yenyewe inampalia yule kocha na ndio kasoma. Yule Matola. Kwa Matola hajasoma? Hiyo Yanga yenyewe inampalia yule kocha. Mnaangalia basi zile taasisi kubwa. Sio mnaleta tu watu wenu kwa sababu kwa faida zenu. Makocha nani Matola afiti pale. Lazima kocha mkuu aje. Mechi 2 nakwambia hivi. Magoli 6, pointi 6. Achana na hebu nisikilize, achana na mechi 2, mtakuja kumgeuka yule Matola yule. Mimi namuonea huruma yule. Watakuja kumgeuka yule. Au kisa mzawa. Nakwambia watakuja. Ngoja sasa kisa mzawa. Hapa sasa hivi wanakuambia Matola kila anayekuja anaondoka, Matola anabaki anangojea nini? Hao wanachama mashabiki. Wanachama na mashabiki wenyewe. Kwani mwanachama na shabiki si ndio wale tu akili zao zinafanana? Inawezekana mwanachama kwa kidogo mpole, si unajua kuna mpole wa nini? Mapato unayoingiza ndani. Mapato gani unayopata? Wale sasa sio wale wanaitwa chawa. Unauliza. Wale wanaitwa chawa wale. Wanaongojea mapato kidogo. Chawa wale wadudu wanakaa kwenye nguo. Wanafyonza. Wanaifyonza klabu. Matola anatakiwa aletewe mtu haraka iwezekanavyo. Na ndio maana nilikwambia hivi, Simba haina kiongozi. Anatakiwa kiongozi awepo. Labda niseme, wakisema Simba haina uongozi watasema naona mzee, yeye kila siku na uongozi. Kwenye benchi la ufundi lilikuwa halina kiongozi. Na ndio maana unaona mechi hata ile ya kule tulicheza chini ya kiwango, tukijua kwa kwamba kocha wetu anaondoka. Wale binadamu tumerudi hapa nyumbani, mechi ya 2 tumecheza chini ya kiwango, tumetoa draw. Wale bado walikuwa wanafikiria mechi ya 3 ndio hiyo hapo ya jana. Lakini mbona jana mmecheza vizuri na Simba? Wameanza kulizika kwa kwamba hatuna kiongozi. Wachezaji wenyewe kwa kwamba hii ndio kazi yetu, na kiongozi wetu aliyotusajili au aliyotuleta kaondoka. Sasa tunafanyaje? Tuchezeni hivyo hivyo kwa sababu tumekuwa watumishi wa hii klabu. Ndio umeona vile pale. Kwa hiyo mzee Said unamaanisha jana ni uwezo wa wachezaji sio Matola ambao kuonyesha. Sasa hebu ngoja. Kwani wakitaka kumfelisha Matola wale wanashindwa? Wale watoto wameamua kujituma tutafute pointi 3. Tujitume tutafute pointi 3 tuweke timu katika mazingira mazuri. Tuzungumzie goli la Suleiman Mwalimu. Goli zuri. Cheka ambayo katoka kwenye hesabu afu Sitaka kuongea. Suleiman Mwalimu bwana. Goli lake kiufundi zaidi. Wewe mzee Saidi unapoliona ilikuwaje? Anastahili yeye aanze katika kikosi cha Simba au aanze soka? Hayo mimi ndo naye akataa. Unakataaje? Mimi sio mwalimu, mwalimu ndo anakaa nao wale. Wewe kwa maono yako, yani kwa maono yako wewe. Jinsi mchezo wa jana ulivyokuwa. Simba Mwalimu kacheza mechi ngapi? Mwalimu ile kwa hapa klabu si kama ya 2 au ya 3. Sasa unasemaje? Unamchaguaje aanze first 11? Lakini sikawaletea mafanikio la ushindi. Kafunga magoli mangapi tangu ligi imeanza? Hili ni la kwanza. Sasa subiri, muda wake wa kuanza ukifika ataanza. Muda wake wa kutafuta nafasi ayo first 11 ukifika ataanza. Utafika atafanya. Lakini sio tuanze kusema kwa kwamba kafunga goli zuri. Hata zuri na timu gani? Afunge vile na Yanga. Kwa mzee Said wewe Yanga. Lengo lako ni ushindi wako kwa Yanga tu, sio kwa watu wengine. Wewe mimi nakwambiaje, siku ukiniona naingia Taifa pale ujue Yanga anakufa. Lengo muumize shemeji nyumbani. Kwani mimi maneno naye yapokea madogo? Kwa sababu kumsimanga. Kwanza nikifika pale napiga hodi kwa teke. Napiga mlango ule hodi teke ile. Kishinda au ulivyofunga? Nimemfunga Yanga. Yani ushindi wako ukirudi nyumbani unapiga teke. Ganga na mguu.
Sio ya mkono. Ya mkono nayo unagonga na mguu nganga nataka niingie ndani. Yeye ndo anakuja kufungua mlango. Sababu nini usitumie mkono katumia mguu? Sasa mwanaume unampangia. Wewe vipi bana wewe? Mwenye. Muda wake ukifika atapewa first 11. Tutulie. Tumpe muda. Tunachousisitiza uongozi wa Simba ulete kocha. Full stop. Mashabiki baadhi jana walikuwa wanamuita Ngunda arudi pale akave nafasi. Ngunda arudi nyumbani. Mimi na wewe tulishaliongea. Chapesa, hili mimi nilishaliongea. Ni ugumu wa viongozi wa Simba. Hawana maamuzi ya haraka. Timu inahitaji maamuzi ya haraka. Kitu chochote kinahitaji maamuzi ya haraka. Unafikiria kitu gani? Sasa labda pengine wameshindwa Mgunda na mkataba. Wao kila siku sikumvunjia Mgunda mkataba. Ukifika muda wamemwacha. Wanampenda baada kwenye shida kwenye shida ndio kwenye mafanikio wanamswaga, nenda ondoka. Una muda. Mimi nakwambia mule mna shida tupu mule. Na wenyewe ndio wamezinda babu. Tokeni hatutoki. Wameganda? Wewe wameganda kama mabarafu ya Ulaya. Hawatoki. Tena hata ya Ulaya na fadhali yanayayuka. Neno la mwisho mzee Saidi. Hususan kuhusiana na kiwango cha timu yako. Kimerudi kwenye ubora wake? Bado. Usinitie dhambi. Watu wakaniona mimi na dhambi. Nimesema watakwenda peponi. Mwalimu haraka. Ndio utakuja kumaliza conclusion ya kikosi chako. Ifike wiki 3, 2, 4 niletee kitonge. Mwalimu kaja kapewa majukumu, asifatwe asimamiwe. Full stop. Sijui umenielewa hapo? Nakupata. Asifatwe. Tena sio kwa sababu tunawaambia watuletee mwalimu haraka kwenye timu yetu, basi waokote tu fulafula kule walilete pale. Wachague mwalimu fantastic, mwenye uchungu wa kuja kupambania timu. Aje mwalimu? Mwenye uchungu wa kuja kuipambania timu. Fantastic. Sio anatuletea tu fulafula limekuja, chukua huyo weka pale. Kama walivyotuondolea wachezaji. Umeondoa wachezaji wetu wa maana hapo kisa tunawasifia. Wewe sajili yule kuja mzuri. Una uzuri gani na ule wa tofauti? Hii 12 bora hii mwezi usajili sasa hivi first 11 ya sasa hivi unaionaje? Nani? Akina Morris, akina Mrigo, ukiangalia Mahema, ukija yule kuna mtu Maturubai yule. Maturubai bwana naye yumo. Alipigia chenga moja nikasema wacha aende peke yake huyo. Kusanya kijiji pale. Mwalimu aje haraka. Mimi najua furaha hiyo. Mimi namwambia Magoli lete mwalimu mapema. Mzee Magoli. Mimi sina haja ya kuongea na mtu yote. Zaidi ya Magoli. Na nahisi Magoli ndo kamsajili yule mtoto. Yule Mahema? Yule. Morris. Morris yule. Nileteni yule. Njoo wewe mtoto kaa hapa. Yule mtoto balaa. Yule mtoto. Wewe sasa jezi yako ikija mpya tukuandike nani? Yule mtoto. Sasa jina Mutale. Nani? Afu wewe unajua unanichanganyia habari, tutakorofishana sasa hivi tuache kipindi. Wewe unanitajia mtu yule, mimi nilishakwambia sio chaguo langu mimi. Mutale mtaki. Sio chaguo langu. Lakini jana mimi na imani wengi walikuwa wanahitaji MVP awe yeye. Timu gani? MVP kapewa yule Shine. MVP kapewa nani? Si yule beki wako mzungu. Katoka wapi kaenda kulitengenezea Simba goli? Wewe si unalenga. Udhaifu wa mabeki. Sio udhaifu. Sio udhaifu wa mabeki. Mpira Hebu nisikilize. Nimeshakwambia kwa kwamba wale walifunga milango. Tusifungwe magoli mengi, tupunguze magoli. Ndio alichokuja nacho Mgunda, slogan yake ndio ilikuwa hiyo. Angefunguka angekula 5 yule. 3 na 2 kuna nini? Si karibu tu. Wewe binafsi kwa jana MVP ni sahihi kupewa. Ni sahihi Lushaina. Lushaina yuko sahihi. Kwanza akaokoa akaja kufunga goli. Wewe angalia hapo. Lakini Budo likaja likalabwa nalo likaweka kabwa. Ndio kaanza ndio maana kwamba nani Budo. Sasa yeye kapiga kona. Ndio kapiga kichwa. Mpigaji angelinyanyua juu. Huyu aliyedundisha mpira kwenye kichwa angelipiga juu, anaangalia akakoga kwenye kichogo. Si mpira umetoka nje. Angalia mfungaji Maje. Yupo katika mazingira gani? Kakutana na nani? Kamkataa nani? Ndio sasa na goli waliosawazishiwa Azamu. Jamaa kaangalia kamtafuta yule mtoto. Yule mtoto ana mpira unapigwa unasogea tukamkwepa goli. Jamaa limebaki linatazamana na goli kipa wake. Bwana, sisi leo hatuna la ziada sana. Tunaombeni
kwanza tuombe pole kwa muda mchache ambao tuweza kutumia, lakini kikubwa zaidi tunawaomba wapenzi watazamaji wetu, hii ni Chapesa Media. Tumechelewa, tusameane. Sisi ni binadamu na hii mitambo sio kama vile unaiambia wewe njoo hapa, sio behewa hili. Kwa sababu mimi nishakimbia na behewa naliambia wewe simama, behewa linafanya tungaka. Nganga wewe simama, behewa linatembea hilo. Sasa watu wanachanga, huyu anamwambia asimame nani? Behewa linatembea mwanangu. Maana nilipofika pale kugeuza njia likaenda likagonga kule nguu, nikamwambia Shentu umesimama. Wewe kazi ngumu. Bwana, hatuna la ziada, tunawashukuru sana wana Chapesa Media. Asanteni sana.